walipokuwa ndio kufaulu kwenye roho. Unaigaiga jinsi watakatifu walipokuwa, huko ndio kufaulu kwenye roho. Kwa hiyo tunafanya nini hapa? Tunafanya hicho cha kuigaiga jinsi wapenzi wa Mwenyezi Mungu walivyokuwa. Sawa? Kwenye huko kuigaiga ndipo kufaulu kwenyewe kulimo. Agarabu yake usihangaike watu wakuone wewe wakuige wewe. Hangaika wewe uwaone watu kuwaige. Kule walipopita na namna walipopita wewe ukijua, basi umepata njia ambayo ukiifuata na unafika. Alafu sabina baada ya Mungu na utukufu wake ukafika stage uliofika, Mungu ndo ametaka. Wewe usitulazimishe. Lakini Mungu akitaka, neno zako nzuri, tabia zako nzuri, sifa zako nzuri, vitendo vyako vizuri, nidhamu zako nzuri, Mwenyezi Mungu anaona unafaa wewe kuchanganya na watu wazuri. Basi hata usipokuwa na mambo kama ya kwao, lakini Mungu anaona ni sawa wewe kuwa kwenye kundi lao. Na ndicho tunachotafuta sisi. Alaomba sima Bwana hao Mwenyezi Mungu atenda ufiki watukubali kwa ridhaa zake kwamba huyu naye ni mtu katika umati Muhammad. Wao unadhani kwani unafikiri hawa mabadi unaona wanaoshindwa kumtukana mtu ni umati wa nani? Umati wa Mtume Muhammad. Kwani huyu dunia sasa hivi nani mmiliki wake kiimani? Si Mtume Muhammad. Ndio mtume wa zama hizi. Ina maana watu wenyewe waliokuwa kwenye zama hizi ni watu wa nani? Kwa hiyo wale ambao wameshindwa kumtukana inakuwa kama mitoto yako ya kuzaa ambayo haina adabu. Ndio wale. Kwa hiyo kwenda makadiani, kwenda mashia, kwenda mawahabi, ukenda sijui wa Kristo gani, sijui Polandani, sijui majina ya kwa ajabu, Polokestani, sijui nini, sio? Wote wale ni umati wa Mtume Muhammad, lakini ambao hauna adabu. Kwa maana tunaombea Mungu. Na ndio maana unaona anaishi tukakulota muona ndani msikiti. Unakuja kusema. Maana wewe ni mtoto, Mungu kashamtaka kumkubali anarudi nyumbani. Yaani kama vile mtoto nilienda simu kwa nimeishi kichochoroni. Sawa? Sasa nimegundua hata mbona ninakwenda. Ninarudi nyumbani. Ushaelewa? Kwa hiyo aina hii ya maisha ndio ambao sisi tunatakiwa tuishi, kwa sababu sisi ndio watu wanatuangalia sasa kama dia. Kwamba hawa jamaa wakikwambia Mungu yuko, basi ni sawa. Wakikwambia kuna Mtume Muhammad, basi ni sawa. Hawa wakikwambia kuna dhikri fulani ni sawa. Wakikwambia hili linafanya hili halifai ni sawa. Sawa? Watu wanatuangalia hivyo na ni vizuri wakija watukute hivyo hivyo wanapotuangalia. Naam. Nyimna ni sawa sasa. Basi tieni akilini, kwa sababu mwisho wa siku kufa watu hawafi wote kwa mara moja. Mungu anauaga watu kwa mara moja, milioni, laki mbili, lakini kwa hiyo dunia tunaishi kama kiama bado. Kufa watu mara moja dunia nzima bado. Atafanya hivyo kiama. Kwa sasa hivi watakufa watu 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 mpaka 10 zaidi. Mpaka sasa hivi hata laki, lakini wengine wale waliokuwepo wanakuja kusimama pale, kwa hiyo wanaangalia wale waliokufa, alafu hawa wanalia. Kisha wanachukua wenzao wanawafukia. Wakati mwingine wafanya hawa wenzao wape. Wenyewe wakimaliza kulia wanafanya yale kana kwamba hawakuelewa chochote. Bali ya bila. Kwa hiyo nini msiishi? Nini mnatakiwa kuishi kama watu ambao wamefanyaje? Wameelewa. Tumeelewana? Hasa nyinyi ndio ninamaanisha, hasa nyinyi, kwa sababu sisi ndio tulioelewa malezi ya kwamba tufahamu kwamba dunia hii namna ya kuiishi na mpaka jinsi ya kuiondoka bila kupata mwalimu mzuri, basi unaweza kutokea shimoni ukafikiri unaenda kwenye viwanja vilivyoendelea. Na ndio maana tumepata watu waliokaa sawa sawa kielimu, kiutendaji, ili tupate nini? Salama. Sasa hii salama alhamdulillah, Bwana kashika bendera yule katangulia mbele, Bwana Mtume Muhammad, nyuma yake maswahaba, nyuma yake tabiina, nyuma yake tabiina,
nyuma yao ibadullah swalihina, basi na sisi watabihim biihsani ila yaumiddin. Sio unakaa nyuma nawe hivi, wale mabwana magogo kweli hapo kule, nao wanafuata barabara wanaopita hatua kwa hatua. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafika. Nimekusudia tu nizungumze hichi kitu kidogo kwa sababu tunahitaji kwa faida yetu. Na sasa watu wengi tumepata ile hali ya kuwa mtu labda kwa dhikiri zake, juhudi yake ya ibada, akaona naye labda anayoyaona katika ukaaji wake, sawa, akahisi